siku ya Bwana ya 8 kabla ya Pasaka, na tumepewa kutafakari kichwa cha somo kinachosema neno la Mungu li hai. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumepewa kutafakari kichwa kinachosema neno la Mungu li hai. Neno, natamani tufahamu kiroho, linahusiana na roho, au kwa lugha nyingine tunasema neno ni chakula cha roho. Kama ilivyo machalari au pilau ni chakula cha nini? Cha mwili. Jamani, tunaenda pamoja? Machalari na pilau ni chakula cha nini? Cha mwili. Lakini neno ni chakula cha roho. Kwa hiyo ninavyofundisha hapa, natamani mtu uelewe kwamba nazungumzia masuala yanayohusu roho. Kwa hiyo kiroho linahusiana na roho, neno, yaani mambo yasiyo ya mwili bali ya ndani, bali ya imani, ya uhusiano wa mtu na Mungu au ulimwengu wa rohoni. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya neno, tunazungumzia habari ya roho. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza, maandiko yanasema kwenye ule mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mstari wa 27, akamuumba mtu mume na mtu mke aliwaumba. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, Biblia inasema hivi, akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sasa nayezungumza naye hapa si huyu wa Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Nayezungumza naye hapa ni mtu wa Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Akamuumba mtu mume na mtu mke. Nini tafsiri yake? Manake alianza kuumbwa mtu wa rohoni. Alipomalizika mtu wa rohoni, anakuja kuumbwa mtu mwili. Anapoumbwa mtu mwili, ndio baadaye anakuja kuchukuliwa yule mtu wa rohoni, anaingizwa kwa mwili. Kuna siku nilisema hapa, mtu anapoondoka duniani, kinachoondoka duniani sio mwili, anaondoka mtu roho, alafu anabaki duniani mtu mwili. Kwa hiyo neno ni kwa ajili ya mtu roho, alafu tunakuja kuona matokeo kwa mtu mwili. Halo, wangapi tunaenda pamoja mpaka hapo? Tunaelewana vizuri? Matokeo, result itaonekana kwa mtu mwili. Mara nyingi huwa nasema hivi, heshima ya mtu haianzani na mtu mwili, inaanzana na mtu roho. Halafu tunakuja kuona matokeo kwa mtu mwili. Tunaenda pamoja? Utajiri wa mtu hauanzi mtu mwili, unaanza mtu roho. Tunakuja kuona matokeo kwa mtu mwili. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu ni kwa ajili ya mtu wa rohoni, ni kwa ajili ya mtu wa ndani. Sasa mtu wa ndani anapolishwa chakula ambacho sio cha kwake, kinachozaliwa kwa huyo mtu wa ndani, kinazaliwa kitu kinachoitwa mauti ya kiroho. Si kama niko na watu? Si kama niko na watu? Nasema si kama niko na watu.
Narudia tena, si kama niko na watu. Okay. Unapomwona mtu anaishi maisha ya hovyo, anaishi maisha yasiyompendeza Mungu, ni kwa sababu ya mtu wa ndani hakulishwa sawasawa, isipokuwa mtu wa nje alilishwa sawasawa. Sijaeleweka? Maisha ninayoishi mimi ni chakula nilicholishwa. Inategemeana. Utoaji wa sadaka wa mimi ni matokeo ya chakula nilicholishwa cha rohoni, lakini pia utoaji wa sadaka ninayotoa mimi ni matokeo ya chakula nilicholishwa cha mwili. Tunaenda pamoja? Neno linalotoka kwenye kinywa cha mtu likamwingia mtu ni chakula. Sasa inategemeana na hilo neno lililotoka ndani ya huyo mtu likaja kwenye maisha yako, ulilichukuliaje na huyo mtu alikuleteaje hilo neno. Kwa hiyo leo utagundua watu wengi wanaishi kwenye matokeo ya neno alilolishwa. Sina haraka na wewe. Kwa ufupi tunasema hivi, kiroho, mambo ya rohoni si ya mwilini. Tunaenda pamoja? Au tunaweza tukasema hivi, mambo ya rohoni yanahusu imani, yanahusu maombi, yanahusu maisha ya ndani, yanahusu uongozi wa Roho Mtakatifu na mahusiano ya, ni masuala ya kiroho. Neno, mwambie mwenzako neno. Neno. Hamjanielewa? Nenda kamuulize mtu mmoja anaitwa Joshua kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza mstari ule wa 8. Mungu anamwambia Joshua, sikiliza, nilikuwa pamoja na Musa na nikatembea naye sawasawa, ijapokuwa kuna mahali aliacha njia, lakini nataka nikwambie hivi, ukitaka tutembee pamoja, hakikisha kitabu hiki cha Torati akiondoke kinywani mwako, bali unayatafakari maneno yake mchana na usiku, mchana na usiku. Ndipo utakapostawi sana na ndipo utakapofanikiwa sana na kuifanyikisha njia yako. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, ishi kwenye neno. Mwambie mwenzako kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia neno la Mungu ni silaha, ni silaha ya vita vya kiroho. Neno, wakati mwingine unaingia kwenye mapigano ya kimwili, ndio maana unashindwa, lakini inapoinuka vita ya kiroho, ingia rohoni, pambana nao rohoni. Lazima utawashinda rohoni, usipambane nao kimwili. Ukipambana nao kimwili, watakushinda kwa maneno yao. Hivi umenielewa sawa sawa? Umenielewa sawa sawa? Mwambie mwenzako unaelewa, unashangaa tu hapa. Bwana Yesu atusaidie. Kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 17, maandiko yanasema upanga wa Roho ni neno la Mungu. Upanga wa Roho ni neno la Mungu. Wanapoinua vita kwenye maisha yako, tumia neno. Wengine inawezekana wakasema utakufa wewe. Wewe utakufa. Udada anatikisa kichwa chake nani? Wewe utakufa wewe. Wewe utakufa wewe. Hivi tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja? Wasikutishe. Wasikutishe. Sauli alipomwambia Daudi utakufa, na Jonathani akawa anamwambia baba anatafuta ili ya kuangamiza, Daudi akajua hapa nikiendelea kukaa na hawa jamaa, nikisema hapa hawatanielewa. Maandiko yanasema akakaa mahali, alafu akasema sintakufa bali nitaishi. Sintakufa bali nitaishi. Aliyeinua vita yeye atakufa yeye, lakini mimi sitakufa. Inawezekana saa hii kuna watu wamesema kwenye hiyo biashara utakufa, na wewe uliposikia lile neno ukaanza kuweka na mikono kichwani, waambie sitakufa. Hivi si kama kuna mtu ananielewa? Biblia imeshasema sitakufa bali nitaishi. Kwa hiyo kwenye hiyo ndoa wamesema utakufa,
Watamkie, waambie sitakufa bali nitaishi. Mtaniona naendelea kuyasimulia matendo makubwa ya Bwana. Mtaniona nikiendelea kupambana na mambo mazito ya Mungu. Na wakati mwingine kuna wengine tunapigana na watu waliosimamishwa kwenye agano, na wakati mwingine tumeuawa kwa sababu ya lile agano. Hamjanielewa kitu nimesema? Hamjanielewa kitu nimesema? Sikia. Mwambie mwenzako sikia. Tunaenda pamoja. Jo. Angalia. Wewe umezaliwa kwenye ukoo wa kina nani? Ukoo wenu ulikozaliwa wewe. Kwa Mona. Tumeelewana vizuri? Ametoka kwa kina Mona. Ukaolewa kwenye ukoo wa kina nani? Kina Mbesere. Akaolewa kwenye ukoo wa kina Mbesere. Jamani, mnaenda sawa sawa? Sasa iko hivi. Inawezekana mama aliyekuwa kwa kina Mbesere, alikuwa anasema, Mungu uliye hai, natamani mabadiliko kwenye huu ukoo wa kina Mbesere. Jamaa, tunaenda pamoja? Mungu uliye hai, hawa vijana wangu hawa wasitembee tena kwenye maisha niliyotembea mimi na baba yao. Mnanielewa kitu nakisema? Akatamka neno. Alipomaliza kuomba, yule mama wa watu akanyamaza. Hakuna mtu anayejua maombi mama aliyoomba. Sasa wakati umefika wa kijana kuoa, anaitwa Mbesere. Mungu alipoangalia hivi akakumbuka kuna maombi aliombwa na mama wa kijana anaitwa Mbesere. Kwa hiyo binti anayetakiwa kwenda pale ni binti wa kiagano. Naeleweka? Ni binti wa kiagano atakayesimama kwa ajili ya mabadiliko kwa kina Mbesere. Alafu Mungu akajua huyu mtu wa kiagano anatoka wapi? Kwa kina Mona. Alafu ghafla kijana akamwona binti, akafurahiwa naye, akasema wewe ni mke wangu. Sasa wakati amemleta nyumbani kwa kina Mbesere. Basi usogee mama, changamka kidogo. Wakati amefikishwa nyumbani kwa kina Mbesere, mawifi mnainua midomo. Wifi gani wewe? Wifi. Kumbe upigani na huyu mama, unapigana na agano. Hamjanielewa? Mashemeji wanainuka hapo, ukoo wa kina Mbesere unainuka hapo, unataka kupigana na huyu mtu. Hawapigani na wewe, wanapigana na agano. Maana yake nini? Maana yake ulikopelekwa haukupelekwa tu wende, ulipelekwa kiagano. Si hawajanielewa watoto wa Yesu? Hawajanielewa. Wakati mwingine nawezekana iko hivi. Kwenye ile biashara unakofanya biashara, kuna watu waliomba, Mungu wa mbinguni, tunaomba kwenye huu mtaa wetu, mbona hakuna hata maendeleo? Tunaomba tu hata duka hapa. Ulipofika ukasikia msukumo ndani, peleka duka pale. Ulipopeleka duka pale, alafu akaja baadaye mfanyabiashara mwingine anaanza kuinua vita na wewe, ukasahau unayepigana naye si wa kawaida, unapigana na mtu wa agano. Kwa hiyo kabla ya kuinua vita kupigana, angalia kwanza nayepigana naye ni mtu wa aina gani. Hivi unanielewa vizuri? Maanake ndani yake kuna neno la kiagano, limekaa hapo, hilo neno la kiagano. Wewe unakuja tu na mdomo wako hapa, utapigwa wewe. Mwambie mwenzako utapigwa. Hivi mnanielewa kitu nazungumza? Mwambie tena mwenzako utapigwa. Jamani, tunaenda pamoja. Kwa hiyo neno la Mungu hukata, huvunja na hushinda mashambulizi ya adui. Hilo neno. Na Mungu hana maneno, Mungu ana neno. Watoto wa Yesu wamekaa tu wanabunga hapa. Si useme ameni wewe? Mungu hana maneno, Mungu ana neno. Amen. Mungu ana neno moja kwa ajili yako. Hana maneno. Wanadamu ndio wana maneno, lakini Mungu ana neno. Alafu lingine, sikiliza, niwaambie tu ukweli hapa. Ukiona tu mtu anambea huyo, ana kazi.
Mimi sinawaambia, yaani ukiona mtu anakuletea vimaneno maneno, hana kazi huyo, chape kofi. Hana nini? Hana nini? Hivi kuna mtu mwenye kazi ana muda wa kupoteza? Labda mnishaidie. Kuna mtu mwenye kazi ana muda wa kupoteza? Hamna. Hamna. Wakati mwingine nilizungumza hapa nikasema asubuhi, watoto wenu wewe nenda kafanye kazi, wewe kafanye kazi. Ukionea fedha aibu, na yenyewe itakuonea aibu. Hamjanielewa. Kuna watu mna degree, mko nyumbani, unasema mimi nikafuge kuku mimi. Nani wakunukiwa mavi? Hautanukiwa mavi na pesa hautaiona. Si umeionea pesa aibu? Hivi tunaenda pamoja? Haujafika kwenye nyumba ya mtu, yani umefika kwenye nyumba ya mtu unashika pua hivi, unasema kuna watu wako hivyo. Anakuja kwenye nyumba yako anashika pua, hii nyumba inanuka hii. Ukiangalia mwenzako anafuga nguruwe pale, anafuga ng'ombe pale, anafuga kuku hapa, na hapo chini ya banda la kuku ameweka kambare hapo, wanaendelea kuishi. Wewe shika pua hivi, hii nyumba inanuka. Mwenzako mwezi ulioisha ameuza samaki wa milioni 2 hapo, wewe una hata 100, kazi yako kuomba vocha. Wewe vipi? Kafanye kazi, situsumbue vichwa hapa, kafanye kazi. Toka kutusumbua vichwa nini? Masters eti na masters yangu mie, na masters yangu mie siwezi kwenda kufagia mie. Ukikutana mahali pa kufagia, my friend, shilingi 2000, nenda kafagie. Kafagie. Watoto wa Yesu hawanielewi. Kafagie. Wewe shanga. Mimi nikiweka maiki hapa, mzee wangu, mimi naenda shambani. Nikishaweka maiki hapa, wewe niangalie hivi. Hapo mjini. Hivi umeshamaliza kupalilia? Umeshaisha? Wenzako wanalima. Wewe sema mashavu yetu ni hela zetu. Toka hapa. Tunalima wenzako. Cha kutusumbua kichwa chetu hapa. Hivi tunaelewana vizuri? Tunalima, kwenda huko situsumbue eti hela zetu na sadaka zetu. Nani huyo? Tuko shambani sisi. Asiyefanya kazi usile, tena utakiwa ule wewe. Na nyinyi wazazi ambao mmewashikilia watoto wenu pale nyumbani, watoto wana degree, sio anasema tunasubiria ajira. Piga ukunga, ondoka. Fukuza kule nyumbani. Kafanye kazi. Fukuza. Na sio mimi nasema, ni Bwana amenena. Fukuza hapo nyumbani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fukuza. Mtu hataki kazi, unakaa naye, unampa chakula cha nani? Chakula cha nani anakula? Kwenda akafanye kazi. Usipeleke watoto kule mashambani. Halo, peleka kule mashambani mkuu. Piga jembe ni hivi, kwa. Piga jembe. Na degree mie, eti unaweka mikono hivi. Utakula hiyo degree sasa. Nyewe wenye degree mnakulaga degree. Hivi tunaelewana vizuri watoto wa Yesu? Naambie mwenzako kazi. Kwenye haya maisha fanya nini? Fanya kazi. Acha kusumbua watu vichwa. Nyie nendeni tu kwenye, si mnaenda hapa. Biblia imesema, ngoja nirudie mstari, anasema hivi kwenye mstari wa 17, anasema kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu. Wengi mnakula chakula kilichogoshiwa, na kilichobakia na waambia yake ya nani? Ni mtaikiwa miguu kwenye vichwa. Ndio kitu kilichobakiwa. Naona unapata kazi, naona kazi iko hapa. Mwambie mwenzako hapa, fanya hivi wewe, fanya hivi. Sema kazi iko hapa. Huko Mungu hajaweka makamasi huku. Mungu ameweka nini? Ameweka ubongo hapa. Waza vitu duniani. Chukua kindoo chako kile cheupe, katakata matunda, my friend, weka hapo, tembeza. Wewe unaona wale wanaotembeza mahindi hawana akili, wewe ndio una akili. Wewe ndio una akili wewe. Mwenzako anatembeza, wewe inaingia. Wewe umekaa hivi, hamna. Unabaki tu kuomba, naomba unirudishie vocha. Naomba unirudishie sibuku hapo nijiunge bando. Toka hapa, shindwa kwa jina la Yesu. Na wengine mmebaki hapa, umemwona fulani Freemason, umemwona fulani mchawi. Mchawi ni wewe. Shindwa kwa jina la Yesu. Wewe ndio mchawi.
Mtu ambaye hataki kufanya kazi ndio mchawi? Hivi mnanielewa? Lakini nyie, mtu ambaye hataki kufanya kazi huyo ndio mchawi huyo. Lakini mwenzako anapambana na kazi, Freemason. Wewe ndio Freemason wewe. Fanya. Mwambie, mtikise jirani yako, mwambie oya. Mtikise, mwambie fanya kazi. Kazi. Fanya kazi. Ndio maana wakati mwingine tukiitisha hata sadaka hapa, wale wanaongeaga wale, sadaka tu. Hao ndio wanaga hata maisha hao. Lakini wenye maisha yao hala hawana neno. Utaona tu na wenyewe wanasogea mbele wanamtukuza Mungu. Kwa nini? Mungu ametubariki bwana. Sadaka tu hapa, sadaka tu. Kafanye kazi. Si ukafanya kazi wewe? Mwambie mwenzako si ukafanya kazi. Yesu safi. Yesu safi. Yesu safi. Yesu safi. Si kwa nguvu za mwili, bali kwa mamlaka ya Roho. Neno ni silaha ya ushindi dhidi ya majaribu. Yesu mwenyewe alimshinda shetani kwa kusema imeandikwa. Imeandikwa. Nenda pale mahakamani, nyinyi ambao mmeshaingiaga mahakamani. Nenda pale mahakamani, hakimu akwambie bwana fulani bin fulani unatuhumiwa na bwana fulani bin fulani kwa kosa fulani. Wewe sema mheshimiwa hakimu, haki ya Mungu sijafanya hiyo kosa. Unapelekwa ndani saa hiyo hiyo. Kaa huko miezi 6 kwanza. Hamna hiyo. Kama hujui sheria, tafuta mwanasheria. Tafuta mwanasheria. Hawajuaje hawajuagi hiyo kitu, hawajui. Hawajui hiyo. Tafuta nani? Mwanasheria. Tafuta mwanasheria, kae hapo. Alafu mwanasheria kikaa pale, anamwambia mheshimiwa mtukufu hakimu, sheria ya mwaka 99 kifungu cha 6C kinasema mtuhumiwa anapopatikana na kosa walete mashahidi si chini ya 3. Alafu anatulia. Hiyo tunaenda sawa sawa. Anakaa hapo, anamwachia jamaa na wasa, leta mashahidi. Sina mashahidi, nilikuwa sijaandaa, lakini nilimuona mimi mwenyewe. Naambia wewe nenda zako nyumbani, kesi imeisha. Mwambie mwenzako case close. Jamaa, tunaenda sawa sawa. Hali kadhalika kanisani usije na maombi ya kulia. Mwambie Mungu hivi, umesema katika neno lako, niwapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Ninaomboleza kwa ajili ya mtoto wangu, ninaomboleza kwa ajili ya ndoa yangu, ninaomboleza kwa ajili ya mume wangu, ninaomboleza kwa ajili ya uchumi wangu. Mungu atasikia. Lakini unakuja tu unalia, Mungu hauwezi sikia. Wewe nenda zako huko, usipigie watu makelele hapa. Toka. Jamaa, tunaenda sawa sawa. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 13, Biblia inasema ombeni neno lolote kwa jina langu, hilo nitalitenda, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yesu, ninaliita jina lako, nitendee hata hili. Yesu anaangalia, mbona ndiahidi? Anafanya. Unakuja unalia, huyu mume ananitesa wallahi. Utavunjwa mpaka meno. La. Mwambie mwenzako hatari. Hatari hii. Si mwambie mwenzako hatari hii. Bwana Yesu asifiwe. Unapolitamka neno kwa imani, majaribu yanapoteza nguvu. Lakini pia neno ni silaha ya kweli dhidi ya uongo. Yohana 8:32, nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Neno linafunua uongo, linaweka wazi hila na kuleta uhuru wa maisha ya mtu. Lakini pia neno ni silaha ya kujilinda dhidi ya mashambulizi. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena ni kali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 12, neno la Mungu lina nguvu na linafanya kazi ndani ya maisha ya mtu anayelipokea kwa imani. Kwa imani hilo neno linafanya kazi ndani ya huyo mtu. Lakini kama ndani yako hamna imani, hatari. Mwambie mwenzako hatari. Ndugu zangu katika Kristo,
Ukibeba Biblia bila kuishi ndani ya neno, una bunduki bila risasi. Yaani wewe tu ukabeba Biblia halafu haulisomi neno, haina tofauti na askari au mwanajeshi aliyebeba bunduki ambayo ndani yake haina nini? Haina risasi. Kwa hiyo watu wengi tuna bunduki lakini hazina risasi. Lakini ukilisoma neno ukaliamini na kulitamka kwa imani, neno la Mungu linakuwa silaha isiyoshindwa ndani ya maisha yako, isiyoshindwa ndani ya biashara yako, isiyoshindwa ndani ya ndoa yako, isiyoshindwa ndani ya familia, ndani ya elimu ya watoto wako. Hivyo basi tusilisikie neno la Mungu tu, bali tuliishi. Maana neno la Mungu likiwa ndani yetu, nasi tutakuwa vyombo vya uzima kwa wengine. Hivyo tulipe neno la Mungu nafasi katika maisha yetu. Lipe neno la Mungu nafasi ya kutosha katika maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unapolipa nafasi, Mungu naye anajifunua na kujidhihirisha kwenye maisha yako. Amen. Amen. Barikiwe na Bwana Yesu.